nilimshukuru Mungu tulitembea vizuri, tena tukarudi vizuri kwa msaada wa Mungu. Na leo tutakuja kuzungumzia machache sana. Ni kwamba kuna mfalme mmoja, tafadhali msikie kidogo leo. Simu, kuna wakati mingi wa kuangalia simu, lakini sikiliza tafadhali kwa neno la Mungu. Ni kwamba kuna mfalme mmoja ambaye alikuwa kwenye sasa, alikuwa na mazimio mabaya. Katika yale mazimio mabaya, mfalme akaandaa watu ili awajulishe ya kwamba mtakaye muona huko msiniulize, bali mumalizie. Sasa yule mtu akaja kwa mfalme, akaongea na mfalme. Mfalme akampatia kitambulisho ya kwamba utaenda kuonyesha maaskari fasi fulani, na utakapoonyesha watakupatia jibu ya hii barua. Bwana Yesu asifiwe. Basi yule mtu alifurahia, akapewa barua na mfalme. Alipotumwa, bahati ya yule mtu, mke wa mfalme akaja kuongea na wao ili apate barua ya kwenda kwenye ikulu kuonana na mfalme. Sasa wale maaskari wanatazamia ya kwamba tutapokea mtu hapa, na mfalme ametuambia yoyote tutakayempokea hapa akitoa kitambulisho tumalizie. Walipokuwa katika maamuzi yale, mke wa mfalme akatokea. Yule bwana bado hajafika ambaye ametumwa na mfalme. Mke wa mfalme kufika, wale maskari wakaona ni mke wa mfalme wa mfalme. Je, tumuue wala tufanyeje? Mmoja mimi simu, mwingine mimi simu. Basi wakaanza kukokotana, maana waliambiwa kwamba mtu ambaye mtamuona moja kwa moja msiniulize, muangamize. Lakini ajabu, wamekwenda kumuona ni mke wa mfalme ambaye ametokea. Sasa wale watu wakachanganikiwa, tufanyeje? Ni mke wa mfalme ndiye anayetokea mbele yetu. Moja kwa moja maskari wakasema hapana, ni mtego huyo ambao mfalme ametufanyizia. Wale watu wakaanza kukimbia kazi, kila mtu akachukua bunduki yake na kukwepa, mwingine kukwepa. Sasa yule jamaa ambaye ameazimiwa mabaya na mfalme akafika nyuma, wale maaskari walisha kila mtu alishaenda kivyake. Mfalme akapiga simu, haipokelewi. Anapiga simu, haipokelewi. Basi mfalme akatuma wengine watu, kukuta station ile iko wazi, hakuna mtu. Mfalme akasema hawa maaskari hawafai, wanastahili kuchukuliwa hukumu ambaye mtu nilikuwa napenda afe, wao watakufa nafasi yake. Lakini tayari wale maaskari walishakimbia, kila mtu kivyake. Bwana Yesu atuhurumie. Aliyekusudiwa mabaya amepona kwa ajili ya mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kusoma kitabu cha Mathayo 22 na mstari wake wa 14. Aliye tayari tafadhali nisomee hapo. Tunasoma Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Mathayo 22 mstari wake wa 14. Biblia inasema ya kwamba kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imetuambia kwamba waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Historia hii inatokana na mwingine mfalme ambaye alifanya karamu yake. Katika karamu yake akaazimu ya kwamba watu wapewe vikaratasi vya kufika kwenye harusi, lakini
walioalikwa kwenye harusi hawakufika. Mfalme akajutia, akawaambia wale maskari wake, enendeni kwenye njia kuu, mtafute yoyote ambaye yuko tayari aje kwenye karamu, kwa kuwa wale wahusika hawakufika. Ndipo maskari wakaenda wakatafuta watu mitaani. Walipopata watu wakajaa, watu kujaa, ishara ambayo ilitokea mfalme kuingia, akakuta katika wale watu mna mtu ambaye hana kitambulisho cha harusi. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Katika wale watu mna mtu ambaye hana kile kitambulisho cha harusi. Pale pale mfalme akachukua mazimio ya kwamba yule mtu atolewe na achukuliwe hukumu, maana yeye hana kitambulisho cha harusi. Kumbe mfalme aliruhusu wale watu ambao walikuwa na vitambulisho ili waingie kwenye harusi, lakini wengine waliingia bila vitambulisho vya harusi, na alipochukuliwa hatua ilikuwa kwamba yule mtu atupwe kwenye adhabu ya milele. Bwana Yesu atuhurumie. Nitakupeleka kwenye hati ili unielewe kidogo, maana sote tumekombolewa katika damu ya Yesu Kristo. Mungu anatupenda sisi sote, maana ukitazama ananyesha mvua na jua kwa watu wote bila mipaka. Mungu anatupenda sote. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema mimi Mungu alipendi. Na yule anayejihisi ya kwamba mimi ni mtenda dhambi, ujue ya kwamba uko mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kuna watu wanajitenga, kuna watu wanajihisi ya kwamba mimi Mungu anijui, kuna watu wanasema pengine mimi sijulikani mbele za Mungu, lakini uko mtoto wa Mungu. Mungu anakupenda na Mungu anakujali, maana ananyesha mvua kwa wazuri na wabaya, na watu wote ni watoto wa Mungu. Lakini usipofanya mapenzi ya Mungu na kutubu, Yesu yuaje. Lakini nitakwambia karamu tunayo sisi, tumeandaliwa karamu ambayo iko special, na mtu kama hana kitambulisho haruhusiki kuingia kwenye karamu ile. Lakini mtu mmoja ambaye ana uwezo wa kutuponyesha ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe! Asifiwe! Yale unayoyafanya, yale mazoezi unayoyafanya, ile dhambi ambayo unaizoea ile, Yesu tayari alilipia msalabani. Hana deni ya kulipia dhambi yako tena, maana alimaliza yote msalabani. Bwana Yesu asifiwe! Na kuteswa kwake sisi tumepata neema ya kupona, maana tumepona katika vidonda vya Yesu. Lakini tulikuwa tumechukuliwa hatua ya kuuawa sote kama yule mtu alivyochukuliwa hatua, maana adhabu yetu ilikuwa ni kifo cha milele. Lakini kujitoa kwa Yesu Kristo sisi tukapata kupona. Ndugu yangu, Yesu alijitoa kwa ajili yako. Yesu aliteswa kwa ajili yako. Yesu ana sababu ya kuteswa kwa ajili yako, maana yeye anakupenda, anakujali. Alikubali mateso kwa ajili yako. Ni kwamba matatizo yote unayoyapitia, shida zote unazoziona, Yesu alimaliza pale msalabani. Ukikubali wokovu wa Yesu Kristo, ukikubali kujua Yesu aliteseka kwa ajili yako, ungali na neema. Lakini nitakwambia, sote tumeitwa, lakini wateule ni wachache. Bwana Yesu atuhurumie. Wateule ni wachache. Ukipenda kuwa mteule, fanya hatua. Ukipenda kuwa mteule, ufanye hatua ili upone katika ile damu ya Yesu Kristo, maana yeye msalabani yote alimaliza. Hana deni tena kwa ajili yako. Kuna wamoja wanajihisi ya kwamba mimi Mungu alijui, Mungu anijali, lakini alimaliza yote msalabani. Kila
kila shida Yesu alimaliza pale msalabani. Na ndio maana utakuta wamoja Yesu aliwaponya na ajali ya gari, wangelikufa, Yesu tena akawarudishia uhai. Wengine pengine walikuwa kwenye magonjwa sugu ambayo wasingelipona, wangelistahili kufa, lakini Yesu akawaponya. Ndugu yangu, upendo wa Yesu hauna mipaka juu ya maisha yetu. Yesu anakupenda, Yesu anakujali, na Yesu anakuombea usiku na mchana, maana alikubali mateso. Ndio maana mfalme alikazia yule mtu afe, lakini maaskari walipomuona ni mke wa mfalme, wote wakaishiwa. Sasa hatua gani tufanye? Tuangamize mke wa mfalme? Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Sisi tu wa bibi harusi wa Yesu Kristo, sisi tu wa bibi harusi wa Yesu Kristo. Nakwambia, Yesu anakupenda, Yesu anakujali, ingawaje uko kwenye hiyo njia uliyomo. Yesu anakupenda, lakini fanya hatua. Usipofanya hatua utalipwa na maovu. Ndugu yangu, mtu kulipwa na maovu ni shida sana kwenye maisha yako. Ukilipwa na maovu, hakika ni shida kwenye maisha yako, lakini Mungu anakupenda. Mmoja anasema mimi kabisa Mungu anijui, mimi kabisa, kwa kuwa anajua njia zake mwenyewe, anasema Mungu anijui. Hapana, Mungu anatupenda sote na ni baba yetu sote. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ufanye hatua, maana ile mateso yake, jinsi alichukua kulipia ile dhambi yako, usiporudisha, usipomrudi Mungu, nakwambia uko kwenye shida. Na ndio maana Biblia inatuambia afadhali mtu ulipo na Mungu kuliko kulipwa na dhambi zako. Wengi watalipwa na dhambi zao. Utapolipwa na dhambi zako ni shida. Na ndio maana utakuta Wakristo wa leo tumemzoea Mungu, watu hawana hoga tena na Mungu. Bwana Yesu atuhurumie, Bwana Yesu atuhurumie. Watu hawana hoga tena na Mungu. Utakuta, nikuonyeshe mfano kidogo. Utakuta watu wanapoingia kanisani watakubali wacheze, wapige vigelegele, saa ya neno la Mungu wanatoka nje, maana hawana haja tena ya neno la Mungu. Utakuta watu wanafanya mabudu, wanazungumza na Mungu, lakini utakuta watu wako pale kuchukua mapicha. Sasa kanisa tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Ujitahidi kuangalia njia uliyomo. Ndugu zangu, ukichunguza hali ya sisi wa Kristo wa leo, wamoja wanaonyesha pengine wako na mbingu yao tofauti na mbingu tunayoienda, maana tabia tunazoziona hazifanani na mbingu ya utakatifu. Watu hawana hoga. Utakuta mtu anajua kwamba nina njia fulani, lakini hana hoga hata wa Mungu. Watu hawamwogopi Mungu tena. Lakini nitakwambia, Yesu alikufilia msalabani, akasema yote imekwisha. Na aliposema yote imekwisha, ni hatua ya kuokoa maisha yako. Na ndio maana mfalme aliazimia kwamba atakayekuja huku, piga masase muue, msiniulize. Lakini aliyotokea ni mke wake. Maaskari wakashindwa kuchukua azimio. Hata leo Mungu anashindwa kuchukua azimio kwa ajili ya Yesu Kristo. Alijitoa kwa ajili yako, alikubali kuteswa kwa ajili yako ili aokoe maisha yako. Lakini ujiulize kwanza, unaendaje? Uangalie kwenye maisha yako ya kiroho, ukoje na Mungu. Uangalie jinsi ulivyo leo. Mungu akikuchukua leo, utaenda kwenye mbingu gani? Maana watu wengi hawajali maisha yao ya kiroho, wanashughulikia maisha yao ya kimwili. Lakini ndugu, ungali na muda mzuri, bado hujachelewa uokoe maisha yako peke yako. Atakayeokoa maisha yako
si mwingine, ni peke yako. Mimi siwezi kukuokoa, pengine mume wako hawezi kukuokoa, pengine mke wako hawezi kukuokoa, pengine ndugu yako, lakini tunaye Yesu Kristo ambaye ni muumbaji, anatuombea usiku na mchana, anahitaji uokoe maisha yako. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ungali na muda ndugu, sema neno ili upate neema mbele za Mungu, maana alikubali yote ishie pale msalabani, na yeye hana deni tena kwa ajili yako, maana alilipa pesa zote. Kama ni pesa, kama ni shilingi, kama ni dolari, alimaliza yote pale msalabani, akilipia makosa yako. Ujue kama unaendelea ni jinsi unavyotaka wewe, na ndio maana hukumu ipo kwa ajili yako. Lakini ukijutia na kurudi, Yesu angali anakupenda, Yesu anakujali, hata angalia madhaifu yako, lakini sema neno moja ili upate neema kwa Mungu. Biblia inatuambia kwamba waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Yule jamaa alichukuliwa tu, na usipoangalia maisha yako hatua ipo, lakini neema ya Yesu ingali pamoja na wewe. Uzungumze na moyo wako ili uone lile analolitaka kwako. Okoa maisha yako ungali mzima. Ukisha kufa hakuna msamaha. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atuhurumie. Nani ambaye anajua tatizo lake la kesho hapa kati yetu? Nani ambaye anajua kama kesho atapata tatizo kati yetu? Nani ambaye anajua shida yake ya kesho? Lakini anayo Mungu. Na ndio maana nitakwambia, andaa maisha yako ungali na muda, ili upate kile kitambulisho cha harusi. Ukipata kitambulisho cha harusi unanemika ndugu yangu, ili ukutaniwe kwenye harusi ambayo ni ya utofauti. Kitambulisho ni wewe kuzungumza na Mungu. Mungu nisamehe, Mungu nimerudi, Mungu naacha, na tayari atakuwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ungali na neema. Kuna watu kuzimu wanalia wapate hata muda mdogo wa kurudi duniani ili waanze mapya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanalia kuzimu ili wapate muda wa kurudi duniani waanze upya, lakini wewe ungali na neema ndugu yangu. Ujue ya kwamba ukisha kufa hakuna mwingine msamaha, lakini ungali na uhai. Andaa maisha yako, maana Mungu anakupenda, Mungu anakujali, na yeye ni baba yetu sote. Yeye habagui mtu, lakini anajali maisha yako ili upate uzima milele, ili upate kitambulisho ambacho kitakuingiza mbinguni. Kitambulisho asiye na Yesu, asiye na roho wa Mungu, hakika hataingia mbinguni. Ndugu yangu, ngali na mtu, wakati ndo huu. Andaa maisha yako ili na wewe uwe na kitambulisho cha harusi, ili uwe mtu ambaye utapata kibali machoni pa Mungu. Na Mungu atubariki katika jina la Yesu. Amen.